Dada Rose, nafahamu kwamba Business and Human Rights Tanzania mmekuwa mkifanya tafiti katika community level kuhusiana na upatikanaji wa nafuu kwa waathirika wa haki za binadamu. Sasa kabla hatujafika kwenye findings za nafuu, natamani utueleze kwa kifupi ni nini mmekuta kama concern kubwa za masuala ya haki za binadamu katika maeneo mawili. Moja, Kabanga, nafahamu study yenu imetarget Kabanga pamoja na Luangwa. Kwa katika hayo maeneo mawili, what are the key concerns in regards to human rights, lakini pia realistically access to remedy imekaaje katika hayo maeneo? Karibu Dada Rose. Asante sana. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Rose Ugulumu, nafanya kazi na shirika la biashara na haki za binadamu. Jukwaa la uziduaji 2025. Nimependa sana hiyo theme ya uziduaji ambao ni wa tija, kwa sababu mambo yote ambayo yanaelezewa mahali hapa ni kwa sababu kuna sehemu ina miss kwenye tija katika masuala mazima ya uziduaji. Asante Dada Lucy. Ni kweli tumefanya study mbili kwa Lindi huko Luangwa, mahali ambapo yanachimbwa madini ya graphite, lakini pia tulifanya study ya pili Tembo Nickel, mahali ambapo yanachimbwa machimbo ya nickel. Hizi ni nishati ambazo zinatusaidia katika hii process nzima ya muhamo wa nishati. Lakini nipende kusema kwamba ni kweli tunazungumzia masuala ya transitional minerals, lakini changamoto pia zilizopo hupo kwenye masuala kwa maana ya huko ndiko ambako madini ya Tanzanite yanapatikana, lakini maisha ya watu ambako madini haya yanapatikana ni changamoto. Sasa swali langu, katika mazingira ambayo mwananchi anauelewa haki zake na anajaribu kuzidai kwa amani, lakini serikali inazuia, je, wadau kama nyinyi au sisi tunajisikia kuwa na wajibu gani kuhakikisha haki ya kudai inalindwa bila hofu? Lakini pia tunawezaje kulinda mfumo unayelinda sauti za mwananchi bila kugandamizwa, hasa katika masuala ya haki juu ya rasilimali kama madini? Asante sana kwa maswali mazuri. Tunaenda kaka. Asante Dada Rusi. Kulikuwa na maswali kama matatu. La kwanza ilikuwa ni wadau wana wajibu gani katika kudai haki? Wadau tuna wajibu kama tunaofanya jana, leo na kesho. Huu ni wajibu wetu, tukihusisha wale watu ambao wana maamuzi katika ngazi za juu, wanasikia. Lakini vile vile tunafanya dialogue, sio hapa tu. Kwa mfano kwa BHRT tunafanya midahalo katika ngazi ya wilaya, ya mkoa, ambako tunahusisha wadau muhimu ambao wako katika gurudumu la kutetea haki za binadamu. Na zile voice za voiceless, ndio sauti za watu wasioweza kuongea, tunaziongea leo. Kwa mfano mwananchi wa Lindi angekuepo hapa anaongea changamoto zake, lakini hawezi kuja. Sisi kama CSO tunaziongelea changamoto walizonazo. Sisi ya FADEV ambayo inashughulika na wachimbaji wadogo. Swali langu linaenda kwa Dada Rose Ugulumu. Nimevutiwa na matokeo ya utafiti wenu, lakini kuna jambo kidogo limenigusa hapa. Umeelezea mambo mbalimbali, athari mbalimbali ambazo mmezigundua kwenye utafiti, lakini nimeguswa na mambo mawili. Kuna swala la uchafuzi wa mazingira kwa kupitia sauti na uchafuzi wa mazingira kwa kupitia vumbi. Sasa haya mambo yote mawili nafahamu kwamba yana regulators ambao wanayasimamia. Kwenye swala la sauti hili nadhani linaangukia OSHA, na swala la pollution na swali lilokuwa linafuata ni swali la uchafuzi wa mazingira.
la kakaangu wa Kabanga. Leo nashukuru nimekujua kwamba umetoka Kabanga, unafanya kazi pia Kabanga. Sisi kwenye suala la uchafuzi wa mazingira ya sauti ni changamoto ambayo imejitokeza Lindi kwa zile kampuni mbili, sio Kabanga. Kwa Kabanga hiyo hatujaipata. Lakini nikija kwa changamoto ya Kabanga, tumetafuta sana hizi environmental na social impact assessment reports, tumeshindwa kuzipata. Tumetembelea ofisi, labda utatusaidia, tumeshindwa, tumeandika. Ni changamoto ya transparency. Na tukiangalia hizo ni document ambazo wananchi wanatakiwa wazijue, kwa sababu zinazungumzia changamoto na ambazo zinaweza kujitokeza katika utekelezaji wa mradi, na wao pia wanatakiwa watafute measures, ndio? Watafute measures ya namna bora ya kumitigate zile risks ambazo zinaweza zikajitokeza. Yamkini ingekuwa ipo inafahamika kwa watu wengi, wangeweza pia kusaidia katika swala zima la mitigation. Na tunasema OSHA na NEMKI ni kweli wanahusika katika hizo changamoto. Kwetu sisi tumefanya nini? Tafiti zetu bado hazijafika final. Kwa mfano kwa Kabanga tuliomba hizo nyaraka kwa sababu kuna information zingine takiwa pia tuangalie hizo nyaraka zilisema nini juu ya hizo changamoto, lakini bado hatujazipata, bado tunafuatilia. Tulikuwa tunadhani kwa sababu utafiti bado hujaisha, bado tunaweza kwenda kwa mamlaka husika tukaziomba, kwa sababu kuna taratibu pia za kuzipata, tukajua kuna nini kimefanyika. Na nadhani changamoto kubwa ni transparency, uwazi, uwajibikaji wa haya makampuni. Kuna vitu wanadhani ya kwamba ni vitu ambavyo ni mali ya kampuni, lakini sio mali ya kampuni wala havina siri. Takiwa wavitoe, viwe wazi, viweze kusaidia swala zima la upatikanaji wa haki za hawa wananchi ambao wako kwenye riski kubwa ya zile operations za hiyo miradi yao. Transparency, accessibility ya hayo makampuni pia imekuwa ni changamoto. Asante sana dada Lozi.